Hivi karibuni Mheshimiwa Rais kulibaini uwepo wa kikundi cha watu kule Meatu ambao wamekuwa wakitengeneza risiti na kugushi na kusababisha hasara kwa halmashauri. Nimewaelekeza watendaji katika eneo hili kuhakikisha kwamba wale wote wanaohusika waweze kuchukuliwa hatua mara moja. Lakini pia tulipokea taarifa kule Mbeya kutoka kwa mkurugenzi wa jiji la Mbeya, ndugu John, aliwahi kutueleza kwamba vibanda vilivyopo katika maeneo ya halmashauri, baadhi yao waliwahi kuvikamata kuhusika na moja kwa moja na kugushi risiti. Hali hii imepelekea upotevu wa mapato katika maeneo yetu. Niwaelekeze wenyeviti wa kamati za ulinzi na usalama, wakuu wa wilaya na wakuu wa mikoa kuhakikisha kwamba wanachukua hatua mara moja kufanya ufuatiliaji wa karibu ili tuendelee kumsaidia Mheshimiwa Rais katika eneo hili la makusanyo, na sisi inawezekana tukafanya vizuri zaidi tukiendelea kudhibiti, pamoja na kwamba kazi nzuri inafanyika katika maeneo yetu. Amesema waziri hapa kwamba bado hadi leo kuna watu, mbali na mifumo halali iliyowekwa na serikali ya kukusanya fedha kwenye halmashauri yetu au halmashauri zetu, kuna mifumo ya pembeni inaundwa inakusanya fedha hivyo hivyo, na fedha zile badala ya kuingia kwenye mfumo halali naingia mifumo ya watu binafsi. Waziri na wakurugenzi, na nataka muwe macho kwenye hili, muwe macho kwenye hili, kwa sababu fedha hii itakapokusanywa yote ikaingia kwenye mfumo halali, hizi kelele tunazopiga ndogo ndogo hazitakuwepo. Tutakuwa na fedha ya kutosha ya kufanya shughuli zetu za maendeleo. Lakini tukiachia zikienda mikono mingine, maendeleo yetu yanakwenda kuzorota, na muda wote halmashauri zinadai fedha serikali kuu, wakati fedha iko kule na inaachiwa inapeperuka. Mheshimiwa Waziri, kama mmewabaini hawa watu, tafadhali sana, ile jicho lako la huruma hapa hapana. Lakini wengine kama alivyosema wamethubutu kuja na risiti, lugha siku hizi risiti feki, lakini risiti za udanganyifu, sio risiti halisi. Huko wanakusanya mapato lakini kwa risiti zisizo halisi. Au kama mwagundua, waziri, hapa sina mswali Mtume,